Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa media yetu hii. Basi leo tariki 4 mwezi wa 6 wa mwaka huu tunakusogezea habari yetu kupitia media yetu. Pinzani Martin Fayulu anapendekeza mazungumzo na kuongezeka kwa heshima na wajibikaji ili kutatua swala la ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Alisema hayo katika hotuba yake hii siku ya kwanza mjini Kinshasa. Ombi ambalo Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi anakubali, anasema msemaji wake. Miaka 15 ya mauaji ya watetezi wa haki za binadamu Floribert Chebeya na Fidel Bazana ilisherekewa hii siku ya kwanza tarehe 2 Juni. Watetezi wa haki za binadamu wanaomba kesi ya mauaji hayo ifunguliwe upya. Mitihani ya serikali ya wanafunzi wa mwaka wa 6 wa sekondari awamu ya 59 kikao cha mwaka huu tunao ilizinduliwa hii siku ya kwanza kote nchini Kongo. Tunaizungumzia katika idhaa hii. Asubuhi njema wasikilizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Hizi ni nyakati mbaya sana, bila shaka tunaishi katika nyakati za giza zaidi katika historia yetu. Ukandamizaji wa nchi yetu ambao umeogopwa tangu mwaka 1916 sio tishio la mbali tena, linaendelea kwa kasi. Lazima tulikomeshe. Hili ndilo onyo alilotoa Martin Fayulu kuhusiana na mzozo wa usalama unaoikabili DRC. Katika ujumbe aliohutubia taifa hisi kwa kwanza mjini Kinshasa, mpinzani huyo wa kisiasa anatoa wito wa mazungumzo na kuongezeka kwa heshima na uwajibikaji. Tunamsikiliza Martin Fayulu katika maneno haya aliyokusanya Grace Amzati, utafsiri wa Elise Kavira. Monsieur Nanga. Bwana Nanga, acha kushiriki na wauaji wa ndugu zetu. Acha kutoa ulongo wetu, maisha yetu na rasilimali zetu kwa nguvu za kigeni. Damu ya Wakongomani haiwezi endelea kumwangika pamoja na ushirikiano wako. Hakuna azma inayostahili gharama ya mateso ya taifa mzima. Bwana Kabila, hakuna sababu inayoweza kuhalalisha ushirikiano na wale wanaogawanya nchi yetu. Njia moja tu ya ukombozi kutokana na makosa zetu za zamani ni maongezi bila makubaliano. Na kuomba uondoke, utoke Goma, mji huu ambao umeteswa sana na leo imechukuliwa na ushirikiano wenu na maadui za Kongo. Histori haisamee usaliti, zaidi usaliti kutoka kwa wananchi. Baba Tshisekedi, usiruhusu kizazi chetu kiwe kizazi ambacho kitashuhudia Kongo iharibiwe zaidi. Naitisha kila mtu kwa heshima na uwajibikaji. Nataka nikuone, sio ili kukomba msaada, lakini tuzungumuze kwa ukweli ili tupate njia ya kutoka katika hali hii ya vita. Crise existentielle. Akijibu, Rais Felix Tshisekedi anakubali ombi hili kutoka kwa Martin Fayulu. Msemaji wake Tina Salama aliandika kwenye akaunti yake ya X na nanukuu, Rais wa Jamhuri anasalimia uzalendo na hisia ya kujitolea kwa uwiano wa kitaifa iliyoonyeshwa na Bwana Martin Fayulu na kuthibitisha nia yake ya kukutana naye ili kuokoa Jamhuri kutokana na uvamizi unaotishia taasisi zetu na uadilifu wa eneo letu, mwisho wa nukuu. Na inji wafadhili kuhusu hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hili la nchi, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na ukosefu wa usalama. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa hisi kwa kwanza, Marekani, Ufaransa, Ubelgiji, Umoja wa Ulaya, Uswizi, Ujerumani, Uholanzi, Norway, Uswidi, Japan, Canada na Uingereza zilisisitiza haja ya kuzingatia kikamilifu azimio nambari 2773 la Umoja wa Mataifa, ikiwemo kuondoka kwa vikosi vya kigeni ambavyo havikualikwa, hasa vikosi vya ulinzi vya Rwanda kutoka mashariki mwa DRC. Miaka 15 baada ya mauaji ya watetezi wa haki za binadamu Floribert Chebeya na Fidel Bazana, kivuli cha Generali John Numbi na Kanali Daniel Mukalai bado kinanangania juu ya mauaji haya mawili na kufufua madai ya watetezi wa haki za binadamu. Jana siku ya kwanza tarehe 2 Juni waliadhimisha kumbukumbu ya miaka 15 ya mauaji hayo mjini Kinshasa kwa madai ya kesi mpya dhidi ya generali huyo nyota 4
na kuendelea kufungwa kwa Kanali Mukalai, huku timu ya utetezi ya kanali ikiomba kuachiliwa kwake kesho tarehe 4 Juni baada ya kuwasiliana na mkaguzi mkuu wa jeshi la FARDC. Huko Ituri, watu 8 waliuawa katika shambulio la watu wenye silaha huko Nizi, eneo lililo karibu kilomita 13 kutoka Bunia katika tarafa la Jugu. Vyanzo vya ndani viliongeza kuwa watu wengi waliojeruhiwa walipelekwa hospitalini. Utambulisho wa washambuliaji na sababu za shambulio hilo bado hazijajulikana. Msimamizi wa eneo hilo alisema, ingawa alisema kuwa huduma za wataalam zimefungua uchunguzi juu ya swala hilo. Mengi na Ezekiel Muzalia katika ripoti ya Jean-Claude Lukidile. Ni kwa upande wa 1:30 ya usiku ndipo milio ya masasi yalianza kusikika Panizi, eneo kuu la usultani wa Mambisa katika tarafa la Jugu. Kwa muda wa masaa 3 ya milio ya masasi, wakaaji wote walibaki nyumbani kwao na wengine ndani ya vyumba vya biashara, anafasiria kiongozi wa mtaa huo. Kwa wakati huo hakuna hata mtu mmoja alitambua ni nini inapitika na ni wanani wanafyatua masasi hayo. Matokeo ni makubwa kulingana na washuhuda. Watu 7 walifariki hapo hapo na alama za kukatwa kwa upanga zinaonekana kwenye mili zao, kajulisha vyanzo hivyo. Watu 5 waliojeruhiwa walipelekwa kisha dakika chache kwenye kituo cha afya kwa ajili ya matunzo, ila kwa bahati mbaya mmoja alifariki asubuhi ya leo kutokana na vidonda vyake. Vyanzo vya kati vinashoda kidole wa askari jeshi wa FARDC kuwa wahusika wa shambulizi hilo. Kiongozi wa tarafa la Jugu, kamisa mkuu Rife Mapela, anajulisha ya kwamba kwa sasa waliotenda tendo hilo hawajajulikana, akisubiri uchunguzi uitimishwe. Wakaji wanakuwa kati ya woga na uchungu mkali, anasikitika Badinga Baujo, kiongozi wa sultani wa Mambisa. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia, Radio Okapi. Mitihani ya serikali imeanza hisi kwa kwanza. Huko Mbujimai, uzinduzi ulifanyika katika uwanja wa shule ya 4 Janvier katika wilaya ya Diulu. Kulingana na mkaguzi mkuu wa mkoa wa jimbo la elimu la Kasai Oriental ya kwanza, wanafunzi 23,000 wakiwemo wasichana 8,000 wamesajiliwa kwa majaribio haya. Walipoulizwa, baadhi yao walisema wamejiandaa vyema kukabiliana na mitihani hii. Maelezo na Esther Ndalafina, usomi wa Jacques Mukongole. Tangu asubuhi na mapema, wanafunzi wengi wakiwa wamevaa mavazi ya buluu na nyeupe wanajiandikisha katika vituo vya kufanya mitihani ya awali. Manase Bilenge la Nkongolo ana furaha ya kufanya mitihani hii katika shule ya msingi ya tarehe 4 Januari. Muadi Kabengele Rocher, mwanafunzi wa taasisi ya Mulami Mwimpe, anapanga kujitolea kwa ajili ya mafaniko yake. Anasema kama yuko tayari na akili yake atafanya kazi kwa ajili yake peke. Jimbo la elimu la Kasai Orientali ya kwanza ina vituo 56 ambavyo 19 zinapatikana ndani ya jimbo. Wagombea 23,000 ikiwa ni pamoja na wasichana 8,000 walijiandikisha kwa ajili ya mitihani hii ya awali. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, angalau wanafunzi 69,000 wa shule za sekondari wamesajiliwa kwa ajili ya mitihani ya serikali ya toleo la 59 la mwaka huu tunao. Kwa mujibu wa makamu wa gavana wa mkoa Kamisa Louis Segon Karawa, ambaye alizindua mitihani hii, masanduku yote yaliyokuwa na makaratasi ya maswali ya mitihani yalitumwa kwa mikoa 3 ya elimu kwa msaada wa UNICEF. Anahakikishia kuwa kila kitu kiko tayari kwa uendeshaji mzuri wa majaribio hayo. Andre Kitenge kwa maelezo zaidi. Ni katika shule ya Museke katika wilaya ya Rwenzori hapa Beni, mji mkuu wa muda wa Kivu Kaskazini, ambapo liwali wa jimbo makamu Louis Segon Karawa alianzisha mashindano hayo katika jimbo lote ya Kivu Kaskazini. Alisifu uhodari wa wanafunzi ambao wanakabiliwa na changamoto hizi katika mazingira magumu ya kiusalama. Alitoa pongezi lake kwa wanafunzi kwa njia walifuata hadi sasa. Aliwatakia washiriki wote wa somo la mwisho ya kisekondari kutoka Kivu la Kaskazini lote mafanikio
siyo nzuri. Kwa upande wake, kiongozi wa jimbo la kielimu la Kivu Kaskazini ya pili, Norbert Bisimwa, anawahakikisha wanafunzi waliohama maeneo yao kwa sababu ya vita ya kama watafanya mashindano yao katika vituo vya mapokezi. Na alisema tena wanafunzi wale waliandikishwa na sasa wanafanya mashindano bila matatizo yoyote. Tunajulisha kwamba mashindano haya yatachukua siku 12. Nikiripoti Mujibeni, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi. Jimboni Kivu Kaskazini, kituo cha majaribio cha Tongo katika tarafa la Ruchuru kimehamishwa hadi Rubare, takriban kilomita 13 kutoka hapo, kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hili lilithibitishwa hisi kwa kwanza na mkaguzi mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini ya kwanza. Kulingana na kiongozi huyu, kati ya karibu wanafunzi 200 wanaotarajiwa katika kituo hiki, karibu 20 tayari wako Goma na watapokelewa katika vituo tofauti vya jiji, na wengine wataweza kufanya majaribio haya huko Rubare, bado katika tarafa la Ruchuru, eneo salama zaidi. Na katika mkoa wa kiutawala wa Kongo Central, wanafunzi 61,552 wakiwemo wasichana 27,410 wanashiriki mtihani wa serikali wa mwaka huu tunao katika vituo 173 vya mtihani vilivyoandaliwa katika jimbo lote. Mtihani huo ulizinduliwa na naibu waziri wa elimu ya kitaifa na uraia mpya Jean-Pierre Kezamudru katika jiji la Matadi, mbele ya gavana wa mkoa na wafanyakazi wa elimu wa Kongo Central ya kwanza pamoja na wasimamizi wa kitaifa. Tunamkaribisha kwa sasa Elise Kavira kwa kipindi cha pili cha habari. Radio Okapi. Invité en Swahili. Katika mji wa Beni, bahari zote 10 zinahatarika kwa sababu ya majengo mabaya. Kutokana na nyumba ambazo wakazi wengi wanajenga karibu na mabahari, maji inajaa sana. Na baada ya kila mvua, watu wengi wanapoteza maisha, tena kuna uharibifu wa vitu vingi. Jukumu ni ya nani? Nini yahitajika kufanyika kwa hiyo? Tutayaongea kwa ndani leo pamoja na baba Jean-Paul Kapitula ambaye ni kiongozi wa kijamii katika mji wa Beni. Amepokelewa na mwenzetu Mark Marofimbo. Jean-Paul Kapitula, jambo. Jambo. Kama pia mkurugenzi mkuu anahusika na mambo ya ukingo ya jamii ndani ya maeneo ya Beni, hali ya ujenzi mbali na sheria inaendelea na hata pembeni ya mtu. Lakini kwa sasa hali inaendelea namna gani? Kwanza tutafahamisha kwamba katika mji wa Beni watu wamekuwa na zoezi mbaya ya kujenga pembeni ya mito ya maji, na hasa zaidi wakati wa mivua mikali, mafuriko yanatuletea majanga mengi na ajali kubwa sana sana. Na kwa hiyo si kosa la waraia, lakini hii ni kwamba wale ambao ni wafanyakazi wenye kuhusika na mambo ya ardhi na udongo ni wale ambao hususan wanaoneshwa kidole na wakaaji kusema ni wao wanauzisha mahali ambako tayari sheria imeweza kukataza kununua mahali ambako iko mbali na meta 25 mbali na maji. Na hii ni jambo ambayo katika mito ambayo inazunguka mji wa Beni, nikiweza kuwa mfupi nitakwambia kuna mito kama karibia 10 na inatutesa sana. Na utaona katika komini ya Rwenzori kunakuwa mto kama Mnyabelu, kunakuwa mto Mabakanga, komini ya Beu kunakuwa mto Mnyabelu, mto Kilokwa, kunakuwa mto Mabakanga pia Kaliva, kunakuwa mto Biautu Tuha. Katika komini ya Bungulu kunakuwa mto Kilokwa, Biautu Tuha, Kamkopi, kunakuwa pia Mabakou, na katika komune ya Mulekera mto Mnyabelu, Kilokwa, Kabungulu, kunakuwa mto Kamkopi, kunakuwa mto Mabakou, Tuha na Ituli. Mito hii yote inatokea upande wa komune Beu na inapita katika mji mzima wa Beni. Na inapokuwa mvua mikali kwa ajili ya majengo, mafuriko yanakuwa mengi. Ni kwa sababu pia watu wameweza kukata miti pahali pote. Kwa hiyo maji haiwezi kuingia tena ndani ya udongo, yote inakuwa sasa maji ya kutelemka. Ni shida sana kwa sababu tusipofanya angalisho, miaka inayokuja tutaanza hesabia zaidi ya 100. Kwa maana mwaka wa 2004 Oktoba siku 9 tulipoteza watu 4. Kati yao kulikuwa watoto wadogo wa chini ya miaka 6, wawili wasichana. Na vitu vingi viliweza kuenda katika mafuriko haya. Na kulikuwa kabisa kupotezwa kwa vitu vingi zaidi, manyumba na vyombo vya nyumbani. Kwa kweli watu walihasirika sana. Na ukijua kwamba mji ambao tunakaa tumekuwa watu wengi wakimbizi kutoka mashamba, alafu inakuwa umaskini mno ambao unaendelea kuingilia raia
raia wa Beni. Nani anahusika na mambo haya? Kwanza kabisa anayehusika na mambo ya ardhi ni wandugu zetu wenye kutumika kwenye chumba ya udongo, tuseme cadastre. Ni wao wanahusika wa kwanza. Na ya pili sasa, kiongozi wa mji anahusika na kuyaongoza yale mambo, kwa sababu kuna commission kubwa ambayo inaweza kufuatiliana ile mambo. Ni kama wale wa cadastre, urbanisme, habitant na titres immobiliers. Kuna kuwa wale wa aménagement du territoire, pia protection civile, kwa sababu sisi tunahusika na majanga, environnement pia wanakuwa pale. Ni watu wengi wakikaa na commission inakuwa kubwa, watu wanafuatilia hili jambo, tunaweza kuboresha. Na kwa sababu watu wanajenga kadiri wanapenda, wanaweza kupewa hata vikaratasi vya kuruhusiwa kujenga mahali ambapo haparuhusiwi kujenga na sheria. Unafikiri nini naomba ifanyike kwa haraka pour que situation isipeze kesho juu ya population? Kwanza cha kufanya ni kuambia raia yeyote ambaye anataka kuuzisha mahali pa kukaa, ogopa kununua mahali ambako ni maji iko. Usinunue pembeni ya maji, kwa sababu pale umenunua kifo. Cha pili ni kuambia raia tujue kama maji na mito inaendelea kuongozwa na kanuni za sheria, na mito na maji kama pia pori sheria inaikinga, na kwa hiyo hatuwezi kuiharibu. Watu waache kuondoa mchanga ndani ya maji. Ya tatu, serikali ikamate nafasi, serikali ikamate ukubwa wake. Ina mamlaka ya kuwaondosha wale ambao wameweza kukaa na kuzingira maji, na hasa zaidi ambao wameikia hata katika kitanda cha maji, waweze kuwaondoa na kuwapeleka mahali ingine. Hiyo ni mamlaka ya serikali, ina uwezo. Na cha tatu, wale ambao watakamatika kwa siku zijazo kwa kuenda kuuzisha mahali ambako haparuhusiwi, serikali iweze kuwapiga marufuku, kwa sababu sheria iko pale kwa ajili ya kuwalipiza wale ambao wanaikeuka sheria. Jean-Paul Kapitura, acha tukumbushe kwa mkurugenzi mkuu ya shirika linalosika na mambo ya ukingo ya raia. Tunakushukuru sana. Mimi nashukuru Radio Okapi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Vijana ambao wamejitolea kuingia kijeshi katika shirika RAD, ndio kusema Reserve Armée de Défense Nationale huko Ituri, wanathibitisha tena dhamira yao ya kuunga mkono jeshi la Kongo FARDC na kupigania amani. Walisema hivyo siku ya 6 mjini Bunia kwa tarehe 17 ya mwezi wa 5 iliyopita, kwani ilikuwa siku iliyotengwa kwa ajili ya vikosi vya kijeshi vya Kongo. Siku hiyo wachaguliwa wa jimbo, viongozi vya jimbo na viongozi vya jeshi katika jimbo walizungumza na vijana wakiwaita waje waunge mkono jeshi la Kongo ili kuonesha mapendo yao na kujitolea kwao kwa ajili ya usalama nchini Kongo. Sikukuu nchini ya vikosi vya kijeshi FARDC ulisherekewa jimboni Ituri kupitia kikao cha maongezi kuhusu mada yenye kusema tusherekee uzalendo wa FARDC. Ilikuwa nafasi kwa kusifu juhudi na hata sifa ya kujitoa kwa waaskari wa jeshi la taifa wanaokuwa wazima na hata waliofariki kwenye shamba la mapigano mbele ya maadui kama vile jimboni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mama Esperance Mungufeni anakuwa na furaha ya kuwa miongoni mwa wazalendo. Anasema anakuwa tayari kujitoa kwa kusaidia jeshi. Iko journée ya patriotisme, ni kusema basi Kongomani anajitoa, unajitoa kwa ajili ya nchi yako. Si determination yenye tuko nayo ndani ya RAD, tunakuwa sawa bandugu ya FARDC. Tunafika juu ya kusaidia, tunaleta nguvu kwa FARDC. Kwenye hesabu haitoshe, na sisi tunafika tunaongeza ile hesabu. Kwake coordonata wa Reserve Armée de la Défense RAD jimboni Ituri, ni muhimu kukuza upendo wa nchi na uzalendo kwenye FARDC. Anasema ya kwamba kila jeshi la nchi linakuwa na historia yake na waaskari waliojitoa. Emmanuel Libandi: uzalendo unaomba kujitoa. Mbele yetu tunapambana na ukatili wa nchi jirani, na hiyo inaomba uzalendo. Kama wanazungumzia jeshi la nchi, ndio kwa maana tunaomba vijana kuja kujiandikisha kwenye RAD kusapoti wazalendo wenye kuwa kwenye mapambano, kisha hapo wawe wa reserviste. Mwakilishi wa ofisi ya baraza la jimbo kwenye kikao hicho anaalika vijana ambao walishika silaha kuacha kutatiza raia na kujiorozesha ndani ya jeshi kwa ajili ya kutumikia nchi yao. Masumbuko Adaba: Nous allons demander à tous de revenir dans les postes. Tunaomba watu wote kuwa na fikra njema. Uzalendo unamaanisha upendo wa nchi, na mtu ambaye anapenda nchi yake hawezi kuchukua silaha kwa kupiganisha nchi hiyo, hata nchi iwe katika hali gani, kwa sababu bila sisi nchi hiyo haiwezi endelea mbele. Parce que sans nous,
ce pays ne pourra jamais évoluer. Kila mwaka tarehe 17 Mei, nchi DRC inasherekea sikukuu ya uzalendo wa FRDC. Mwaka huu sherehe hiyo ilipitika katika hali ya uvamizi wa waasi wa M23. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi. Na ni hapo tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata. Kwaherini.